Tunamshukuru Mungu tena kwa siku nyingine ambayo ametupa nafasi ya kusimama mbele zake. Tunamshukuru pia kwa hali ya hewa, hali ya mvua. Tunaendelea kunyenyekea mbele zake na kuomba neema na baraka zake ziweze kuwa pamoja nasi jioni ya leo tunapoendelea na safari yetu ya majiundo ya kiroho, ikiwa ni kipindi cha Kwaresima. Somo letu la leo litasema delaying spirits. Delaying spirits, roho ya kucheleweshwa. Roho ya kucheleweshwa, delaying spirit. Na case study yetu itakuwa familia ya mzee Ibrahim. Familia ya mzee Ibrahim tunaitazama kama familia ambayo ilikuwa na ukamilifu mwingi sana, lakini pia ilikuwa na changamoto ndani yake. Pamoja na kwamba ni familia ambayo ni ya mfano, lakini pamoja na kuwa familia ya mfano ilikuwa na changamoto ndani yake. Na moja ya changamoto ambayo ilikuwa inaiandama au ambayo ilisumbua familia ya mzee Ibrahim ni changamoto ya kuchelewa. Hii delaying spirit ilihangaisha sana familia ya mzee Ibrahim, hasa eneo la kuchelewa kwenye uzao. Ukiangalia Ibrahim, kizazi chake kilichelewa kupata uzao. Ibrahimu alichelewa kupata uzao, Isaka alichelewa kupata uzao, Yakobo alichelewa kupata uzao wa ndani ya ndoa. Sasa tutaangalia hii roho ya kucheleweshwa. Mnaweza mkawa mko vizuri kwenye maeneo mengine yote, kwenye elimu mko vizuri, kwenye uzao mko vizuri, kwenye kazi mko vizuri. Yaani mnaweza mkajikuta kuna maeneo ambayo mko vizuri, lakini kuna eneo ambalo hamko vizuri. Ndio maana sio kila familia imekamilika kwenye kila idara, au sio kila ukoo umekamilika kwenye kila idara. Kuna changamoto ambayo inajitokeza kwenye familia ya aina hiyo. Kwa hiyo tutaanza kusoma kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo sura ya 11. Ule mstari wa 30. Mwanzo sura ya 11, ule mstari wa 30. Na Sarai alikuwa tasa. Tumsifu Yesu Kristo. Na Sarai alikuwa tasa, hakuwa na mtoto. Alafu kitabu hicho cha Mwanzo, ile sura ya 25 mstari wa 21 inasema hivi: Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa. Naye Bwana akamuitikia, na Rebeka mkewe akachukua mimba. Narudia kusoma. Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa. Ndicho ambacho tumetoka kukisoma Mwanzo sura ya 11 mstari wa 30, inayosema kwamba Sara alikuwa tasa. Kumbuka Sara ndiyo mama mzazi
wa Isaka. Mama yake alikuwa tasa kwa muda mrefu sana, mpaka yeye huyu Isaka kuja kupatikana ulipita muda mrefu sana. Ndio maana ikazoeleka kwamba huyu Sara hatapata mtoto tena, ndio maana akawa anaitwa tasa. Sasa angalia kilichofanyika. Isaka anaoa. Anapooa na yeye mke wake anachukua muda mrefu sana kupata uzao. Ndicho kilichotokea kwa Yakobo. Yakobo alikuwa na wake wawili. Alikuwa na Lea, alikuwa na Zilpa. Hawa wake wawili wote walichukua muda mrefu sana kupata uzao. Na angalia kilichotokea kwa Ibrahimu. Ibrahimu alitoka na mjakazi wake aliyekuwa anaitwa Hajiri. Hicho kilichotokea kwa Ibrahimu kinakuja kutokea kwa mjukuu wake Yakobo. Yakobo wake zake wote wawili walimshawishi atoke na wajakazi wao. Ndio maana kati ya watoto wa Yakobo, miongoni mwa watoto wa Yakobo, wengine walikuwa ni watoto wa wajakazi. Kwa nini? Wake za Yakobo au wake wa Yakobo walichukua muda mrefu sana kupata uzao, mpaka wakasadiki pengine kwamba inawezekana wasipate uzao. Ile roho iliyomchelewesha babu yake kupata uzao iliendelea kusafiri mpaka kwenye hicho kizazi cha Yakobo. Na angalia, na Isaka na yeye alichelewa kupata mtoto. Kwa hiyo hii familia ya mzee Ibrahim ilikuwa na delaying spirit kwenye eneo la uzao, ilikuwa na roho ya kucheleweshwa kwenye eneo la uzao. Sasa wewe unaweza usiwe na changamoto kwenye eneo la uzao, au unaweza ukawa hauna roho ya kucheleweshwa kwenye eneo la kupata uzao, lakini ukawa na roho ya kusahauliwa, au ukoo wako ukawa una roho ya kusahauliwa au ya kuonewa au ya umaskini. Sasa ngoja niwape kitu ambacho wengi pengine huwa tunakifahamu au pengine hatukichukulii maanani. Ni kwamba kuna laana za jumla, lakini kuna laana zinazopewa location ya kukaa. Yaani inapewa maelekezo kwamba wewe utakaa kwenye eneo fulani. Kwa mfano, umewahi kuona baadhi ya familia ambazo watoto wa kike wao hawana shida, lakini watoto wa kiume wana shida. Sasa changamoto ya aina hiyo ni kwamba hiyo laana au hiyo roho inakuwa imeelekezwa kwenye upande wa watoto wa kiume tu. Kwa ndio maana unaweza ukakuta wao ndo wana changamoto peke yake, lakini watoto wa kike wenyewe hawana changamoto. Au unaweza ukakuta familia nyingine watoto wa kiume hawana changamoto ya aina yoyote, lakini watoto wa kike wana changamoto. Kwa nini? Unakuta ile laana yenyewe haiwahusu watoto wa kiume, inahusu watoto wa kike. Au unaweza ukakuta laana inaelekezwa kwenye tabia ya aina moja tu. Kwa mfano, inaweza ikaelekezwa kwenye eneo la ulevi, kwamba sasa wewe kaa kwenye hii engo ya ulevi. Sasa ukakuta kizazi kizima au ukoo mzima ni walevi. Kwa nini? Ni spiriti ambayo imeelekezwa kukaa kwenye hilo eneo. Familia ya mzee Ibrahim financially ilikuwa haina shida kabisa. Kwenye eneo la kiuchumi, familia ya Ibrahim haikuwa na shida yoyote. Kwenye eneo la spirituality,
eneo la kiroho, familia Ibrahimu au ukoo Ibrahimu haukuwa na shida yoyote, lakini huu ukoo ulikuwa na shida kwenye eneo la uzao. Kwa unaweza kukuta familia nyingine hazina shida kwenye eneo la kielimu. Unakuta watoto wanaotoka kwenye hiyo generation huo wanasoma sana, na sangine wanapata kazi kabisa, wanapata. Lakini shida yao ikawa labda ni kwenye eneo la uzao tu. Kuna dada mmoja alikuwa ananihadisia kisa cha kaka yake. Wanafatana, yani anatoka huyo dada alafu anafata huyo kaka, anamfuata kama mara ya pili. Kwa hiyo ni mdogo wake anayemfuata kama mara ya pili. Akaniambia huyu kaka yake kwa sasa ni daktari bingwa. Akiwa form 2, huyu ambaye ni kaka yake, akiwa form 2 aliingia kwenye mahusiano na binti mmoja. Ikatokea akampa yule binti ujauzito. Alipompa binti yule ujauzito, baba mzazi wa yule binti, kwa sababu walikuwa majirani, walipombana yule binti, tuambie kwamba ni nani amekupa ujauzito, yule binti akamtaja yule kijana wa huyu baba. Kama majirani na kama watu wazima, wazazi wa yule binti wakaifata ile familia ya kijana. Baba wa yule binti akaenda kwa nia nzuri kabisa, akaenda wakaongea, akamwambia binti yangu amepata ujauzito, na tunapozungumza hivi ni mjamzito, na unajua kabisa kwamba anasoma. Lakini baada ya kumuuliza, kumpeleleza na kumpanda kwa muda mrefu, amekiri na kusema kwamba huu ujauzito ni wa kijana wako. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo nimekuja kama mzazi, tuongee haya mambo, tuyamalize. Tufanye nini? Tuyamalize. Baba mzazi wa yule kijana akasema hivi, mtoto wangu hawezi kumpa mtu mimba. Mtoto wangu hawezi kumpa mtu mimba. Akamwambia hivi. Huyu baba wa huyu binti akasema hawezi akampa mtu mimba. Kwa hiyo anasingiziwa. Sema sawa. Baba wa huyu binti akasema sawa, ni kweli, mtoto wako hawezi akampa mtu mimba. Sasa binti akaacha masomo, kijana yeye akaendelea na masomo. Ameendelea na masomo, amesoma mpaka amekuwa daktari bingwa. Kaoa. Kafanya nini? Kaoa. Huu ni mwaka wa 17 kwenye ndoa yake, hajawahi kupata mtoto. Wamepima kila mahala, wanaonekana hawana shida. Mwanamke hana shida, mwanaume hana shida, lakini hawapati uzao. Nini? Kuna neno lilitamkwa kwamba mtoto wako hawezi akampa mtu. Mnaelewa sasa mambo yanapopachikwa? Msifu Yesu Kristo. Yaani kuna neno ambalo linaweza likatamkwa, halitakuzuia kwenye maeneo mengi, lakini linaweza likakuzuia kwenye eneo moja tu, ambapo hilo eneo linakuwa limeelekezwa kukaa kwenye hiyo engo, kwamba hawezi akampa mtu mimba. Na kweli mpaka leo. Sasa huyu dada wakati ananipa hiki kisa, ananiambia wakati hawa wazazi wa pande mbili wanajadiliana, mimi nilikuwepo, na hili ndilo neno ambalo baba yangu mzazi alitamka kwa huyu baba. Na huyu baba akasema, mtoto wako hawezi akampa mtu mimba.
sawa. Akaondoka. Mpaka leo yule baba wa kijana ameshafariki, baba wa binti alishafariki, lakini mpaka leo huyu kijana aliyekingiwa kwa maneno kwamba hawezi akampa mtu mimba hajawahi kupata mtoto wa aina yoyote. Wifi mtu alipokuwa anaongea na dada yake akamwambia, kuna siku nilijaribu kutoka na mwanaume mwingine nikapata ujauzito, kwa sababu niliona sio wa huyu mwanaume, na nikaona kitakachotokea hapa ni kingine. Hata kama nahitaji mtoto, mimi nilikuwa nataka nithibitishe kwamba mwenye tatizo ni nani, mimi au mwanaume. Kumbe nimegundua kwamba kaka yako ndo ana shida. Lakini ni shida gani? Ni shida ya kiroho. Ni kasi, ni laana ilitamkwa, hawezi. Mungu analitazama neno lake aweze kulitimiza, na shetani ni hivyo hivyo. Ndio maana watu wengi sasa, kilichotufunga au ambacho kimetuzuia wengi tusipige hatua ya aina yoyote, sio kwamba hatuna juhudi za kufanya kazi, sio kwamba hatuna maarifa ya kufanya kazi, sio kwamba hatuna connection, sio kwamba hatujitumi, lakini kwa 70% ukiangalia chanzo kinachowarudisha watu nyuma huwa kinatoka kwenye familia zao, hasa upande wa kiroho. Kuna neno ambalo linaweza likatamkwa kwenye familia, lile neno likawachelewesha wanafamilia wote, au likazuia matokeo ya juhudi za wanafamilia wote, likawazuia. Kwa mfano, huyu daktari, neno limezuia matokeo ya yeye kupata uzao kwenye ndoa yake. Kwa hiyo wengi tumetoka kwenye familia ambazo baadhi ya wazazi wameinuka tu, wengine wanatamka maneno magumu, na bila kujua athari za yale maneno kwamba yatakuja yawe na maumivu kiasi gani kwenye familia. Leo wameondoka, hawapo, lakini maneno yao yapo na yanaleta matokeo au yanazuia matokeo ya juhudi za kizazi walichokiacha. Wengine walitamka laana kwenye baadhi ya maeneo. Kuna dada mmoja aliolewa kule Moshi. Kumbe alipoolewa akaenda akakaa muda mfupi akapata mimba. Alipopata mimba, mawifi wakasema, imetokeaje haraka haraka kiasi hiki? Huyu binti atakuwa amekuja au atakuwa ameolewa akiwa mjamzito, sio ya huyu kaka yetu. Kwa hiyo wakaanza figisu, wakamtesa sana yule dada. Jamani, hii mimba ni ya kaka yenu, mimi sikuja na mimba hapa, na hata kama nimekuja nayo bado itakuwa ni ya kwake, kwa sababu nimekuwa naye kwenye mahusiano kabla haijawa hivi. Wapi, mawifi wamechachamaa.
Siku moja mimba ikiwa ya miezi 7, mawifi wako hapo nyumbani. Huyu mwenye ujauzito kuna kitu alichelewa kufanya, nafikiri ilikuwa ni kama chakula. Akainuka wifi mmoja akampiga. Yule dada alipopigwa, kwa sababu hawezi kupigana na ujauzito mimba ya miezi 7, akasema hivi, kwa mateso haya mlionipa nikiwa na kiumbe chenu tumboni, hata muwe wazuri kiasi gani, hamtakuja muolewa. Na kweli mpaka leo ule ukoo wamesoma, wana pesa, lakini hakuna mtoto wa kike anayeolewa kwenye ukoo. Laana imepewa location ya kukaa. Sio msisome, sio msiajiriwe, sio msipate kazi, sio msifanye biashara, msiolewe. Kwa hiyo kusoma watasoma vizuri kabisa, hiyo laana haiwazuii. Kupata kazi watapata kazi, kufanya biashara watafanya biashara, hiyo laana haiwazuii. Lakini kuolewa kuna zuio. Kuna zuio. Na mnajua kwa nini hii familia ya Ibrahimu ambayo ilikuwa na roho ya kuchelewa kwenye upande wa uzao ilikuwaje? Ilitoka kwa baba yake Ibrahimu Tera. Tera amehama kutoka alikokuwa anaishi akaenda eneo lingine akiwa anataka kwenda nchi ya ahadi. Lakini kabla ya kufika kwenye nchi ya ahadi, pale alipoenda kukaa, alipofika kwenye lile eneo, kuna miungu ilimchelewesha kuchukua maamuzi ya kwenda kwenye nchi aliyokuwa anataka kwenda. Kwa hiyo ile miungu iliyomzuia kwenye lile eneo, akabaki pale pale na mpaka anafia pale pale. Ile delay spirit ya kufanya maamuzi ilikuja kuathiri pia na watoto wake. Ndio maana hata Mungu anapomtokea Ibrahim anamwambia, kutoka kwenye nchi ya baba yako nikakuoneshe nchi unayotakiwa kuwa. Nini? Mungu anamtaka kumuondoa Ibrahimu kutoka kwenye ile delay spirit ambayo pia ilimshikilia baba yake akafa akiwa maskini, na isije ikamsumbua tena Ibrahimu. Anamwambia, toka, nitakuonesha nchi ya kwenda. Ukikaa chini ukatafakari vizuri, hata kama familia yako unaona ina ukamilifu fulani, lakini nataka kukwambia hakuna familia ambayo ni kamilifu kwa asilimia zote. Kuna kaengo fulani ambako hamna ukamilifu, au kuna kaeneo fulani ambako kanaisumbua familia au kanausumbua ukoo. Kanaweza kakawa hata ni kaeneo tu ka umaskini, kaeneo ka umaskini. Unapoona hivyo, ujue kuna neno ambalo linazuia matokeo ya juhudi za ukoo au familia kuonekana. Na mara nyingi maneno huwa yanapewa haki. Maneno yanapotamkwa yanapewa haki. Sasa ile haki inasimama kushuhudia kwamba neno hili lililotamkwa limepewa haki ya kuleta matokeo kwenye hii familia. Labda
linaweza likatamkwa neno la umaskini, lile neno likapewa copyright ya umaskini, kwamba kwenye hii generation watakuwa maskini. Kwa hiyo linakaa hapo, lina haki zote za kuishi kwenye hicho kizazi mpaka atakapotokea atakayeliondoa lile neno kutoka kwenye ule umiliki wa hilo neno kutesa hicho kizazi au hiyo familia. Na tusikalilishwe kwamba shetani anaweza akaonekana tu kwa watu ambao ni maskini. Anaonekana kwenye kila eneo. Mnaweza mkawa mko vizuri financially uko mzima, lakini mkao mna kikasoro fulani tu, labda ni cha ugonjwa, au mnaweza mkawa mna kasoro ya kutokuishi miaka mingi. Kuna zile familia ambazo huwa wanafariki baada ya kuwa wamepata, lakini wakiwa hawajapata wanaishi miaka mingi, na utashangaa ambaye hajapata anaishi miaka mingi, lakini atokee tu atakayepata, ile miungu inamuondoa. Wakati wa enzi za Magufuli, kuna mtu mmoja alishindwa kuapa na hana kigugumizi. Nafikiri wengi mnakumbuka. Kuna mtu alishindwa kabisa kuapa na hana kigugumizi, na sio kwamba hajui kusoma, akakosa ile nafasi. Lile ni jambo la kiroho. Ni jambo la kiroho kabisa. Lakini unaweza ukasema labda ni pressure imemwingia. Sio mara yake ya kwanza. Huko nyuma amewahi kuwa kiongozi, amewahi kuwa hapa, lakini amefika kwenye ile ngazi kubwa sasa anashindwa kuapa. Tunaelekea wakati wa kampeni za uchaguzi. Kuna baadhi ya wanasiasa au watiania wakiingia jukwani wanapata kigugumizi, huwa hawaongei. Kwa wale ambao wamewahi kuwa kwenye kampeni za kisiasa, unashangaa mgombea wako anapopanda jukwani anashindwa kabisa kuongea. Saa ingine mpinzani wake anakuwa ameenda mahali, anasema ametengeneza au ametamka neno kwamba akisimama hata kujieleza mbele za wananchi ashindwe kujieleza. Kwa hiyo wakati mwingine lazima ukumbuke yale maneno ya mwanafalsafa Socrates yanayosema mtu asiyeweza kujitafakari na kujiuliza hawezi akajua anapoenda. Yaani usipoangalia aina ya familia unayotoka, mazuri yake na mabaya yake, hawezi ukajua vita unayopigana nayo ni vita ya aina gani. Kuna watu tunataka tufanikiwe kwenye maeneo mbalimbali, lakini hatujui aina ya vita tunayotakiwa kupigana. Tunajikuta tunapoteza muda kupigana na vita ambayo hata hatukutakiwa kabisa kupigana nayo. Badala yake tunaacha ile vita ambayo tulitakiwa kupigana nayo. Mwisho wa siku sasa adui, kwa sababu anajua kabisa kwamba hatujagundua na silaha zake zinatokea eneo gani, tunajikuta basi sisi ndio tunashindwa, kwa sababu tunapambana na mambo ambayo sio ya msingi, tunaacha na yale ya msingi. Na hiyo ni moja mbinu ya shetani, kwamba anakuelekeza kwenye eneo ambalo yeye wala hayupo. Wewe unabaki kupambana kwenye eneo ambalo hayupo.
Kwa hiyo akijua umeenda kwenye lile eneo ambalo hayupo, anabaki kwenye lile eneo ambalo yupo na anaendelea kukutesa. Kwa nini anafanya hivyo? Kwa sababu wewe mwenyewe haujapata muda wa kutafakari kwamba ni aina gani ya vita ninayopigana. Mwanajeshi mzuri anayeenda vitani ni yule anayeanza kwanza kupiga mahesabu ya aina ya vita anayoenda kupigana na aina ya silaha atakazozitumia kwenye vita. Huyo ndo huwa mshindi. Kwa nini? Kwa sababu sio kila vita ni vita ya kupigana. Nyingine ni ya kukwepa tu na kuacha ipite. Wewe ukiangalia asili yako unayotoka, ni neno gani linawazuia? Au kwenye asili unayotoka mnachelewa kwenye eneo lipi? Kwa sababu hamwezi mkao mnawahi kila eneo. Lazima tu kuna eneo ambalo mnachelewa. Lazima tu kuna eneo ambalo linawaletea changamoto. Yaani lipo. Wangapi tulishawahi kwenda kwenye duka la dawa? Au ambao tumewahi kununua dawa ni wangapi mndani? Msifu Yesu Kristo. Karibia wote tumeshawahi kununua dawa, si ndio hivyo? Sasa wengi anapoenda kununua dawa, wengi huwa tunaishia kuangalia yale maelezo ambayo mhudumu wa afya ametuandikia pale juu. Labda ameandika kwamba utatumia hili dawa mara 3 kwa siku, au mara 1 au mara 2. Wengi tunaishia kufata yale maelekezo. Lakini chunguza, hakuna dawa ambalo ndani yake huwa hakuna karatasi inayotoa maelekezo. Yaani kila dawa unalonunua ndani yake huwa kuna kikaratasi cha nini? Cha maelezo. Na kile kikaratasi cha maelezo kinatoka kiwandani moja kwa moja pale ambapo lile dawa limefanya nini? Limetengenezewa. Sasa wengi tunatoka kwenye familia ambazo tumezaliwa, lakini hatujawahi kujua asili za familia tunazotoka. Na sio kwamba hatuzijui, ni kwa sababu hatujawahi kutilia maanani ya kufuatilia kwamba ni aina gani ya familia ninayotoka, ina tabia za aina gani, ina mafanikio ya aina gani, ina akili za aina gani. Kwa hiyo tunaishia tu kutambulishwa na baba na mama, kwamba mama yako ndo huyu, baba yako ndo huyu, ndugu zako ndo hao. Lakini kutrace au kuangalia tabia ya baba, kuuliza kwamba babu alikuwaje au bibi alikuwaje, saa wengine hatujui. Na hicho kinaweza kikakusaidia kuelewa kwamba kwenye familia niliyozaliwa kuna aina fulani ya roho ambayo hii roho nisipopambana nayo, hata kama nitasoma sana, bado itaendelea kunisumbua. Kwa nini? Kwa sababu ni kitu cha kiroho. Kitu cha kiroho. Kuna dada mmoja yuko hapa Dodoma, amekuwa nitafuta sana nikiwa nje ya Dodoma. Ananiuliza, utakuja lini Dodoma? Utakuja lini Dodoma? Utakuja lini Dodoma? Sasa yule dada
ana mwaka wa 9 kwenye ndoa, hajapata uzao. Nilipokuwa naanza semina hapa, nikamwambia nikamtumia message Jumamosi, tunaanza Jumapili semina, njoo. Anasoma tu, anaburutiki. Tumsifu Yesu Kristo. Jana akaniambia, kaka, ninasahau. Lakini mimi nikajua moja kwa moja kwamba huyu anachezewa mchezo ambao yeye mwenyewe hajaujua. Anaweza akawa shetani anamchezesha game ambalo yeye hajui. Anajua kabisa kwamba huyu akienda changamoto yake itaisha. Kwa unashtukia shetani anampa ratiba, pap, anampa ratiba. Nini? Anajua kabisa kuna kitu anaweza akakutana nacho ambacho kitamtoa huko aliko. Sasa ndio hivyo, kuna baadhi ya watu ambao wanatoka kwenye familia ambazo zina roho ya kusahauliwa. Yaani hata kama ni kazini unakutana sahauliwa. Yeye kukuta wale watu wa msingi ambao ulitakiwa kukutana nao au ambao walitakiwa kukutaja kwenye eneo zuri, labda umesoma, una elimu yako nzuri au utaalamu au ujuzi wa eneo fulani, inapotokea fursa wanakumbukwa watu wengine, wewe unasahauliwa. Ile fursa ikishapata mtu ndo unakumbukwa. Yaani unashangaa na mtu anakuambia, bwana, nilitaka kukupigia, kuna mchongo ulitokea, lakini sijui nini kilipita hapa katikati, nikawa nimesahau. Unamuuliza, vipi? Kwa hiyo ule mchongo bado upo au ulishapata mtu mwingine? Unajua kuna watu ambao pia huwa tukisali saa nyingine hatujui kodi za kubonyeza. Hatujui kodi za kubonyeza. Kuna watu tunasali miaka na miaka, lakini unaweza ukakuta mtu hajawahi kuliombea jina lake. Jina tu. Na shetani anapojua kwamba huyu ngoja nichafue jina lake, akakushika tu kwenye hiyo engo, pap, jina lake likachafuliwa tu, au likawa linakataliwa tu bila sababu. Nafikiri niliwahi kuwapa ushuhuda na mwaka jana kama nakumbuka. Kuna interview ilitokea, kuna fursa ilitokea mwaka juzi nafikiri, ya kwenda kutoa training ya ndani kwa makatibu wakuu wa wizara na wasaidizi wao. Walikuwa na semina ya ndani. Kuna mtu mmoja akawa ametaja jina langu, akanipendekeza kwamba bwana mdogo, huyu atatufaa kweli. Wale ambao walikuwa wanaandaa ile event wakanitafuta, lakini kabla ya kumtafuta kuna usaili ili wajue ni aina gani ya mtu anayeenda kuongea kwa hawa viongozi, tusije tukachukua tu mtu baki. Kwa hiyo tukawa tumepatikana kama wawili
wa kwenda kufanyiwa usaili, na ile semina ilikuwa ni ya siku 2, na kwa siku nalipwa $5,000,000 nje ya accommodation yako na nini hivyo. Hiyo ni ile tu ulivyo represent, ulivyofanya nini hivyo, $5,000,000. Kwa hiyo siku 2 $10,000,000. Hela hizo basi tukaenda. Tumeenda, mwenzangu akaingia, akamaliza, akatoka. Ikaingia zamu yangu. Naingia kwenye zamu yangu, nimefika dakika 1 tu nimesimama, wakaniambia tumeahirisha, tutakuita siku nyingine. Nini? Sielewi. Kuna dada mmoja akaja akanipigia simu, ambaye alikuwa kwenye ile panel. Akaniuliza, unajua nini kilichotokea siku ile? Ngambia mimi sijui. Akambia, ninaomba ukipata nafasi tuongee. Nikaja nikapata nafasi, tukaja tukaongeaga na yule dada. Akaniambia, unajua nini? Akasema sijui chochote. Siku ile umeingia ili tukuinterview. Ulivyoingia tu ulikuwa unanuka kinyesi. Sasa mimi nanuka kinyesi na nimekuja nimepiga kaunda yangu nzuri. Na mimi hata sio mpenzi wa lotion, mimi perfume siku hiyo nikawa nimepiga kidogo. Nini? Ameharibu tu jina. Kwa hiyo kuna familia ambazo wana kichangamoto fulani ambacho mara nyingi hivi vichangamoto vinakuwa ni vya kiroho. Na wengi tunachukulia poa. Tunachukulia poa. Sasa ukitaka uamini kwamba shetani ana michezo yake, angalia, ukienda kwa mganga au kwa vyama vya siri vya kishetani, unatoka mapema sana kimaisha. Yaani kama ni hela unakuwa nazo kweli. Angalia, ukienda bila kujijua wewe kama wewe, kutoka sio rahisi. Sasa lazima mjue kama walioko kwa shetani wana mafanikio, mjue kwamba na walioko kwa Mungu wanatakiwa kuwa na mafanikio makubwa zaidi ya wale ambao wako kule. Lakini sasa unaweza ukakuta mtu hayuko kwa Mungu na kwa shetani pia hayuko vizuri. Yaani ameheri. Huyu mtu sio rahisi kutoboa. Sio rahisi kabisa. Na lazima tujue kwamba haya maisha haitakuwa rahisi hata siku moja kufanikiwa kwa urahisi kwa kiwango unachotaka ufanikiwe kwa urahisi. Unaweza ukafuata procedure zote, lakini kama una changamoto mahali fulani kiroho, itakuia ngumu. Kuna watu wana mamenta wao wa kifedha, wa kiuchumi, wanaoelekeza masuala ya kifedha, lakini still hawafanyi chochote kinachoeleweka. Kuna watu akisikia mahali fulani kuna semina nzuri ya kiuchumi, yuko tayari kulipa hata $800,000 au $1,000,000 au $100,000 ahudhurie ile semina, lakini still akitoka kule anakuwa na hali kubwa, anafuata yale maelekezo aliyoelekezwa pengine na watu waliofanikiwa na vitu gani.
anapokuja kuyaweka kwenye uhalisia bado anafeli. Huyu mtu anashindwa kuelewa kwamba ni kweli unaweza ukafuata procedure zote unazoelekezwa za kiuchumi, za kitabibu, lakini kama shida ni ya kiroho, hautaenda popote pale. Kwa nini? Vitu vyote huwa vinaanzia rohoni. Kila kitu kinaanzia rohoni. Hakuna kitu ambacho unaweza ukakianzia mwilini halafu ukakihamishia rohoni. Kilichozaliwa na roho lazima kilindwe na roho. Sasa wewe fikiria familia ya Ibrahimu, familia yenye ahadi, ilikuwa tuna changamoto kwenye eneo la uzao. Wewe kwenye familia yako mnaweza msiwe na changamoto kwenye eneo la uzao, mkawa na changamoto eneo lingine kabisa. Kuna familia ambazo watoto wa kiume hawaoi kabisa. Siku hizi kuna vijana wamesoma, kupata ajira sio shida. Unashangaa anapata ajira, anafanya kidogo, baada ya muda anaandika barua ya kuacha kazi. Kuna wengine wamesoma, ajira zinapotoka unamwambia apply, wala hashughuliki. Sasa unajiuliza huyu ana shida gani? Eneo la uchumi, mmecheleweshwa kwenye eneo gani? Kuna eneo ambalo linaweza likawa linatumika kuichelewesha familia nzima. Kwa hiyo unafanya kile unachoweza kukifanya, lakini kama kule kuna hiyo changamoto, inakuwia ngumu. Inakuwia ngumu kabisa. Nimewaambia hivi, laana zipo za aina mbili ambazo ni fiche, sio zile za ambazo kila mtu anaweza kaona. Zipo za aina mbili ambazo ni fiche. Kuna ile ya jumla, mnaweza mkaambiwa hiyo laana ikafanya kazi kwenye maeneo yote, lakini kwa sasa hivi na kwa hicho kizazi huko nyuma na ambavyo shetani amekuwa smart, ni kwamba kuna laana ambazo zinaelekezwa mahali pa kukaa. Sio kila laana inaweza ikakaa kila eneo. Ndio maana mnaweza mkawa wazuri kwenye elimu, lakini kwenye uchumi mkawa hampo vizuri. Kwa nini? Imeelekezwa ikae kwenye uchumi. Ndio maana mnaweza mkawa mko wazuri sana kwenye uchumi, lakini kwenye elimu hampo vizuri. Kwa nini? Imeelekezwa tu ikae kwenye eneo la elimu. Ndio maana mnaweza mkawa mko vizuri sana kwenye kuishi vizuri kwa wake na waume, vijana wa kike wanaolewa na kuoa. Hiyo sio shida, lakini shida ikawa hawapati uzao. Au unaweza ukakuta kuna baadhi ya familia ambazo kila anapoolewa binti lazima akateseke kwenye ule mji aliyoolewa. Inakuwa tu inaelekezwa kwa watoto wa kike kwamba mahali popote watakapoolewa wakateseke. Wengine unaweza ukakuta kuna zile ndoa ambazo zina migogoro miaka yote. Yaani ni fight ni usiku na mchana. Maana yake mahali palipo na mapigano, hapo mahali hapatakuwa na maendeleo. Siku hizi mtakuwa mashuhuda, kuna wanawake na wanaume wameoana, wamefunga ndoa, lakini kila mmoja anafanya mambo yake. Lakini sengine bila kujua kwamba kuna nini hapa. Sasa changamoto yetu sisi tulio wengi ni kwamba tunapigana sana kimwili na sio kiroho. Na shetani huwa anafurahia vile ambavyo watu wanapigana kimwili, akiwa anajua kwamba hawajajua bado silaha zao ziko mahali fulani, au hawajajua kwamba tatizo lao au changamoto yao iko kwenye eneo fulani.
analificha. Ni kama wanajeshi, sengine hao watu wa vyombo vya ulinzi na usalama, kuna aina fulani ya mazoezi huwa wanapewa, yaani anakuwepo mkuu wa yale mafunzo, wanaweza wakatembea kutoka Chamwino mpaka labda Nala, wanatafuta kitu ambacho kiongozi wao wa mafunzo amekificha. Yaani yeye anaweza akaamka usiku, akaja njiani, akaficha kitu fulani, alafu asubuhi anawaambia mtaanza safari kutoka Chamwino mpaka Nala, mtafute hicho kitu nilichokificha mahali fulani. Atakayekipata atapewa, atakuwa amefuzu hayo mafunzo, pengine atapandishwa cheo au vitu gani hivyo. Huwa kuna hayo mafunzo ya aina hiyo. Kwa hiyo shetani anaweza akaficha jambo fulani kwenye familia, kila mtu asijue. Kwa hiyo lile jambo likabaki tu kuwatesa. Naomba tupanue uelewa. Mnavyoona sayansi imeendelea na inaweza ikafanya mambo hivyo, na kwenye ulimwengu wa kiroho mambo yako hivyo hivyo, tena zaidi ya hapo. Naomba muelewe hilo. Mnapoona sasa hivi kwamba kuna aina fulani ya ndege zinaweza zikatengenezwa bila rubani, zikanyanyuka zikaenda zikafanya mashambulizi bila rubani, mjue kwamba kwenye ulimwengu wa kiroho na shetani ana aina fulani ya silaha anazotengeneza ambazo sio rahisi kuelewa. Kwa hiyo changamoto ya wengi huwa tunasali kwenye eneo moja tu, Mungu nisaidie, Mungu nisaidie, Mungu nisaidie. Ndio maana Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Sio nguvu, maarifa. Na maarifa yapi? Ya kiroho. Kwa hiyo kama haujajua maarifa yanayohusu familia yako, ni ngumu sana. Ni maarifa gani ambayo familia yako imefichiwa? Yaani maarifa gani ambayo familia yako haiyajui? Kuna vitu unaweza ukawa huvijui, na ndivyo ambavyo vinatumika kama fimbo ya kuwachapa, na wote mnaangamia. Kwa nini? Hamna maarifa ya kujua kinachowachapa. Hamjajua mmecheleweshwa kwa eneo gani, na hamjajua huyo anayewachelewesha nini alikifanya. Kwa hiyo tunaishi tu kusogeza siku. Maarifa ya familia yako yamefichwa wapi? Hii delaying spirit imewachelewesha kwenye eneo gani? Mmechelewa kwenye eneo gani? Wengine wanachelewa kuoa, wanachelewa kuolewa, wanachelewa kupata uzao, wanachelewa kuishi maisha mazuri, wanachelewa kuishi ndoa ya jamani, wanachelewa kupata kazi, wanachelewa kujenga, wanachelewa kununua viwanja. Yaani unakuta kuna familia ambayo inachelewa kwenye kila eneo. Kila eneo mnachelewa. Mmechelewa kupata kazi, mmechelewa kujenga, mmechelewa kupata watoto, mmechelewa kuelewana. Yaani kila eneo unakuta mnachelewa tu. Ndio maana kuna baadhi ya familia ambazo wanaanza kujenga wakiwa na miaka 50. Tena hata vijumba vyenyewe wanavyojenga ni vya ovyo ovyo tu. Wamecheleweshwa kwenye hilo eneo la kuwa na miji yao. Unakuta mnaweza mkawa na familia wengi au mmezaliwa wengi na wote mkaenda mjini, unashangaa wote mmepanga, hakuna mwenye kwake. Mmechelewa kwenye eneo la kumiliki ardhi zenu. Sengine sasa unaweza ukawa unatoa lawama juu ya wazazi. Hawakutuandalia mazingira mazuri, hawakutusomesha, hawakutupa mitaji,
hawakutusaidia. Ni spirit inayotafuna familia nyingi. Unawalaumu wazazi, saa nyingine hata wameshakufa, unawalaumu tu. Na wao na wenyewe ndo maisha hayo hayo walioyapitia. Na usipoangalia na wewe, kile kilichomchelewesha baba yako na wewe kitakuchelewesha. Kile kilichomchelewesha mama yako na wewe kitakuchelewesha. Kile kilichochelewesha ndugu zako na wewe unakuta kinakuchelewesha. Na wewe ukikuchelewesha kinakuja kinawachelewesha na watoto wako. Kwa hiyo inakuwa ni chain ya muda mrefu. Kwenye eneo gani? Ukichunguza utagundua kwamba kuna eneo tumechelewa. Kuna eneo tumechelewa. Na kama unataka uamini, angalia, kuna familia ambazo wanafunga ndoa wakiwa washapata watoto. Yaani unakuta mtoto wa kwanza, mtoto wa pili, wote wa kike na wa kiume hivyo hivyo. Ni ka spirit unakuta kana cheza na hilo eneo. Kuna familia ambazo mabinti wakiolewa hawalipiwi mahali kabisa. Hawalipiwi. Chunguza uone, utakuta huko. Kuna familia ambazo mabinti wanaolewa na wanaume ambao wamesha divorce au ambao walishafiwa na wake zao. Ukichunguza utagundua kwamba inawezekana kabisa mama yake huyu aliolewa kama mke wa pili. Kwa hiyo ile spirit unakuja inakuta kwa huyu binti. Ashangaa wanaume anaokuta ni wale ambao labda wameshatarakiana, walioa wakatarakiana na mke wake, au walioa akafiwa na mwanamke. Ndio naye anaenda kujipachika pale. Ukichunguza utaona mama yake au bibi yake alikuwa mke wa pili. Kuna wengine hapa hawakutani kabisa na vijana ambao hawajaoa, wanakutana na wanaume ambao wameshaoa na familia zao. Wanakutana hao ambao wanaowataka. Ukitrace utagundua kwamba inawezekana kabisa hata mama yao alikuwa mke wa pili. Ni maarifa tu yamefichwa, lakini kupambana na hiyo engo unakuta tu umerelax. Kwa sababu labda umepata kazi, unaona hii kazi itakulinda, itafanyaje hivyo. Nilikuwa naongea na dada mmoja, ni katibu tawala wa mkoa mmoja, ana miaka kama 48. Ananiambia, kaka, mimi toka nimeanza kutongozwa sijawahi kutongozwa na kijana ambaye hana mke. Wote toka nikiwa binti, wote wanaokuja kwangu, wote, na hata ambao wote nimetoka nao mahusiano, wote ni watu wenye watu wao. Nikamwambia, huoni kama kuna kosa? Anachouliza tu ni sali sala gani. Sasa usali sala gani kama Tumsifu Yesu Kristo. Na ndicho ambacho wengine huwa tunakimbilia kwamba niombe maombi ya aina gani. Lazima kwanza ujue adui anatumia silaha gani. Silaha aliyoitumia kwa mama, kwa bibi, ndio inawezekana anaitumia kwa. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo.